utakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Asubuhi moja njema tutamwona Yesu hewani, kuja kunichukua mimi na wewe kushiriki upendo. Itakuwa furaha iliyoje watakatifu watakapofufuka kuelekea kwenye yubile huko ng'ambo hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Punde tutaona watakatifu wote waliolala huko wakifufuka kwa ajili ya ile yubile iliyo hapa mbele tu. Katika kufumba na kufumbua tutabadilishwa wote. Watakatifu wote tulioi tutabadilishwa kwenda kwenye yubile hiyo. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu pamoja nao mbinguni. Tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tumpigie makofi leo hii. Hebu nisikie. Bwana sifiwe. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Ubeti wa 3 tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni, tunaanza kuimba tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu pamoja nao mbinguni. Tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Mara moja zaidi. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Hebu tumpigie makofi mara moja zaidi. Je, unaitazamia siku hiyo? Utaimba, utapata sauti na kumsifu Bwana. Huenda hata ikawa ni usiku wa leo. Huenda hata ikawa ni usiku huu. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka, lo utukufu ulioje. Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu mbarikiwa hewani. Amin. Bwana sifiwe.
Bwana asifiwe. Nadhani sote tunatazamia siku hiyo. Jina la Bwana lihimidiwe. Asante Bwana. Tutakuwa tukiimba na kupaza sauti na kumsifu Bwana. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa hewani. Ubeti wa tatu tena, tuliwazia hapo hilo jeshi la mbinguni. Tunaanza kuimba, tukiimba katika huyo Roho Mtakatifu, jinsi ambavyo mbingu zitavuma, mamilioni huko wataungana katika wimbo wetu. Pamoja nao mbinguni tutakuwa tukimwinua Kristo nyakati zote. Lo, ni kuimba kulikoje na kupaza sauti kwenye ile asubuhi yenye furaha, sote tutakapofufuka. Lo, utukufu ulioje! Haleluya, tutakapokutana na Mwokozi wetu, mbarikiwa hewani. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Lo, tunaitazamia siku hiyo. Tunaitazamia siku hiyo. Bwana sifiwe. Mweza kuketi. Salamu katika jina la Bwana Yesu. Natumai nyote mnayo furaha kuwa hapa. Bwana sifiwe, ninayo furaha kweli kweli. Jina la Bwana lihimidiwe. Maweza kuketi. Daima tunachangamka na kufurahi na kuhisi upako wa Roho Mtakatifu. Najua kwamba yeye yuko hapa kwa sababu nimekuja naye, nami najua umekuja naye, na sababu ya kuwepo na joto kali humu ndani ni nguzo hizo zote za moto zilizomo humu ndani zinatengeneza joto. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Sitaki kupoa. Jina la Bwana lihimidiwe. Maweza kuketi. Jina la Bwana lihimidiwe. Inapendeza jinsi gani kuwa katika uwepo wake, na jinsi ilivyo jambo la kupendeza kukusanyika pamoja na bibi harusi wa Yesu Kristo. Na hapa tu, na tunawakaribisha nyote. Karibuni. Tunao wageni wangapi hapa leo? Inueni mikono yenu. Mungu awabariki. Na ninyi nyote karibuni katika jina la Bwana. Na ninyi nyote kwa njia ya mawasiliano ya simu, tunafurahi kuwa nanyi hapa, kuwa sehemu ya uchumi mkuu wa Mungu. Leo tumeketi pamoja katika makao ya kimbinguni. Hiyo nguzo ya moto iko hapa. Lo, ajabu vipi! Kuna jambo linalotukia. Jambo fulani linatukia leo. Kuna jambo fulani linalotendeka leo hii. Kuna jambo fulani linalotendeka sasa hivi. Linatendeka katika ulimwengu huu. Linatendeka katika kanisa hili sasa hivi. Linatendeka kwa wale walio kwenye mawasiliano ya simu, wanaosikiliza hewani. Yote yanatendeka. Dunia yote tangu mwanzo wa wakati kabisa. Anasema vitu vimekuwa vikiugua na kulia na kungojea kule kudhihirishwa kwa wana na binti za Mungu. Sisi hapa. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Unaliamini hilo kwa moyo wako wote leo? Amina. Bwana sifiwe. Maweza kuketi. Lakini sasa kinachotendeka ni kanisa, ni Kristo na kanisa lake wanaungana pamoja. Tunakuwa mmoja na yeye. Ni ujumbe ulioje tunaousikiliza.
Lo, mnaupenda mfululizo wa kufanya wana wenye mamlaka? Lo, jina la Bwana limidiwe. Najua tulisikia, niliwaambia wandugu, mlisikia wiki iliyopita tulisikia namba 3 samani. Tutalisikiliza hilo tena, lakini hatuwezi kulisikia vya kutosha. Ni muhimu sana mfululizo huu wa ujumbe, anachotuambia nabii huyo, kila anachotufundisha kuhusu jumbe hizi. Tuko chini ya upako wa Roho Mtakatifu, nasi tumefanywa wana wenye mamlaka katika familia ya Mungu. Lo, anasema kwamba tumewekwa mahali petu na Baba, naye anatuambia katika jumbe hizi hasa sisi ni nani. Zaidi ya hapo awali, yeye anatuambia sisi ni nani, nini kitakachotupata, nini kitakachofuata, sisi ni nani. Anasema sisi ni watu walioitwa wakatoka. No, taifa takatifu na lililobarikiwa, tukiishi maisha ambayo hayana shutuma, tukienenda kama vile yeye angelienenda, akitenda kazi ndani yetu, kwa kuwa sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu. Sisi tu kazi hasa ya Yesu Kristo. Jina la Bwana limidiwe. Mwalimu wetu anatufundisha, naye anamwambia Baba, lo, wao ni kipande kilichotoka kwenye lile gogo la kale. Anasema, vema, Bwana sifiwe, basi nitawafanya wote wana wenye mamlaka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Sasa kwa sababu tumefanywa wana wenye mamlaka, tumewekwa mahali petu, yeye ametupa kitu kingine, neno ambalo tunalolipenda sana, nasi tulilizungumzia hilo wiki iliyopita, urithi wetu. Lo, je, unalipenda neno hilo, huo urithi? Nasi tunaupataje urithi huo? Je, Yesu alitupa urithi huo? Alisema hapana. Anasema Yesu aliulipia tu huo urithi. Alisema hilo tu ndilo alilolifanya, aliukomboa ili sisi tuupate. Kwa hiyo urithi huo tuliupataje na lini? Je, ulipomkubali Bwana kama mwokozi wako? Hapana, haukuupata wakati huo. Je, wakati ulipobatizwa? Hapana, haukuupata wakati huo. Kabla yeye hajawa Baba, kabla hajawa Mungu, kabla hajawa Mwokozi, kabla hajawa mponya, kabla ya mambo haya yote, yeye alitangulia kuchagua, akaliandika jina la mwana kondoo katika kitabu cha uzima. Akaangalia chini kwa kujua kwake tangu awali na kuliona jina lako, akaliandika mle. Woo! Woo! Amina. Jina Bwana limidiwe. Hapo ndipo ulipoupata urithi huo, papo hapo. No! Jina la Bwana limidiwe. Jina la Bwana limidiwe. Mweza kuketi. Jinsi hilo lilivyo la kushangaza. Kuna vitu vingi vya thamani katika nukuu hiyo moja ndogo papo hapo. Urithi wangu uko papo hapo, urithi wako uko papo hapo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lilinigusa sana, na unajua, nilimuuliza ndugu Samuel na hao wengine kule nyuma kabla hatujatoka. Ndipo mahali pekee ninapopajua ambapo ndugu Branham alisema aliliweka jina la mwana kondoo kwenye kile kitabu. Wow. No! He was a man. Yeye alikuwa mwanadamu. Jina Bwana libarikiwe. No! Glory. Utukufu. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Hiyo ni nini tu? Ndiyo, Mungu asifiwe. Yeye alikuwa mwanadamu, kwa hiyo ilimbidi aliweke jina lake kwenye kile kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Yeye ndiye aliyekuwa hilo jina la kwanza kuwekwa kwenye kile kitabu cha uzima cha mwanakondoo. No! No! Na jina lako limo humo pia. Amina. Mungu wangu.
Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza uketi. Hivi unafikiri tu kwamba mama yako na baba yako ndio waliokupa jina hilo? Wajua nini? Ili limetoka kusema jambo hilo. Wao hawakukupa wewe jina hilo, kwa sababu yeye aliliona jina lako. Aliliona jina lako na kuliweka kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya ulimwengu kuwapo, kabla ya kujawa na Mungu, kabla ya kujawa na mponya, kabla ya kuwepo chochote. Yeye aliliona jina langu, aliliona jina lako na kaliandika katika kitabu chake cha uzima cha mwana kondoo. Lo, asante Bwana Yesu. Lo, jina la Bwana lihimidiwe. Huo ndio urithi wetu. Jina la Bwana lihimidiwe. Je, utafanya mambo mabaya? Amina. Utafanya. Unakosea kila siku, utafanya makosa, utafanya mambo vibaya, utashindwa, nawe utalilipia hilo. Unavuna kile ulichopanda. Lakini anasema hilo alihusiani na wokovu wako hata chembe. Lo! Lo! Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Hata kidogo. Amina. Amina. Mweza kuketi. Hicho ndicho ujumbe huu unachohusu. Kwa neema yake mlizaliwa wana na binti za Mungu. Anasema yeye anajua kwamba unalisikitikia. Anasema yeye anajua mara unapofanya kosa ambalo hukutaka. Unasema kwamba nimekosea, Bwana nisamehe. Unajua nayo ni hisi iliyo mbaya kweli. Ni pale tunapokosa ambapo tunajua kwamba tumelifanya hilo ni ghafla. Anasema mwana na binti wa Mungu, anasema waanguka magotini na kusema, Bwana nisamehe, nasikitika, sikukusudia kufanya hivyo. Yeye hufanya nini wakati tunapoanguka, tunapokosea, tunaposhindwa? Tuna mkono unaoshuka ukaja chini. Yeye anatushika na kutufanya thabiti na kusema, piga hatua hii namna hii mwanangu. Yeye hatuchukui na kutupiga kofi ati kwa sababu tulikosea. Yeye hatupigi nusu na tufe ati kwa sababu tunajifunza kutembea. Yeye anatupenda kama tunavyowapenda watoto wetu. Yeye anaunyoosha mkono chini na kutushika mkononi mwake. Anatuinua na kusema, tembea namna hii mwanangu. Jina la Bwana lihimidiwe. Lo, lihimidiwe jina la Bwana. Unapoanguka, yeye anakuinua tu kwa mikono yake. Amina. Sifa kwa Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Hivi yeye anajaribu kutufundisha nini kutokana na hilo? Hii ndio sababu huku kufanywa wana wenye mamlaka ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwangu mimi. Ndio kile yeye anatufundisha. Ni kwa sababu tunadhani kwa kuwa tunafanya makosa kwamba kama hatuwezi kufanywa wana wenye mamlaka. Tunashindwa kila wakati, tunafanya makosa, tunafanya mambo vibaya. Kuna mtu yeyote huko anayefikiria hivyo? Tunawazia, lo Bwana, na unajiangalia mwenyewe, na ninafanya makosa, nashindwa. Ninawezaje kufanywa mwana mwenye mamlaka? Nawezaje mimi kuwa hivyo kile yeye anachotuzungumzia? Kwa sababu ninafanywa mwana mwenye mamlaka. Sisi hatuwezi kamwe kuwa wakamilifu, lakini kuna dhabihu ambayo ni kamilifu kwa ajili yetu, na hiyo tu ndiyo yeye anayoona. Hiyo sifa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Yeye alisema kwamba ile dhabihu iliyoloa damu daima inakaa pale badala yetu, na hilo ndilo yeye analojaribu kutufundisha. Haijalishi utaanguka, utafanya makosa, tutafanya mambo vibaya, hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo kwa vyovyote. Yeye bado anakufanya mwana mwenye mamlaka, kwa sababu alikufanya mwana mwenye mamlaka kabla kwa misingi ya ulimwengu. Kwa sababu yeye anajua hutaki kulifanya hilo, hutaki, una hilo ndani ya moyo wako, unatembea mbele za Bwana, na hilo ndilo shetani analokutwanga nalo chini. Lakini hilo ndilo yeye analotufundisha katika kufanywa mwana mwenye mamlaka. Acha kuangalia jambo hilo, acha kujiangalia mwenyewe, acha kuangalia kushindwa kwako. Mtazama Kristo, tazama Kalvari, itazama ile dhabihu iliyoloa damu inayoketi pale kwa ajili yetu. Hayo ndio tu yeye anayoona. Kila wakati yeye anapotazama chini, hilo tu ndilo analoona. Anasema yule mwalimu mkuu, huyo Roho Mtakatifu, anasema kwamba anaripoti kwa Baba, na yule anayeripoti kwa Baba ni ile dhabihu, kwa sababu yeye hawezi kuona chochote kupitia hiyo dhabihu. Yeye anamwambia wao, ni kama wewe Baba, ni kama vile tu wewe, wao ni wakamilifu. Jina la Bwana lihimidiwe. Ni neema.
Ni neema, neema, neema. What is his Neema yake ni nini? Kule nyuma hapo kabla. Lo, hili limesheheni. Kule nyuma hapo kabla, wakati yeye hakuwa baba, neema yake, upendo wake, alijifanya mwenyewe mtoto, kusudi tutangulie kuchaguliwa kufanywa wana wenye mamlaka. Hiyo ndiyo njia yetu. Hiyo ndiyo kadi yako ya kutoka jela bila malipo, hiyo papo hapo. Je, mnalielewa hilo? Alitangulia kutuchagua tufanywe wana wenye mamlaka. Hivyo akafanya njia ili sisi tupate kufanywa wana wenye mamlaka kwa sababu ya mwanawe ambaye alimfanya. Alisema kwa kupitia yeye ametufanya sisi tukubalike kwa huyo mpendwa ambaye ni Kristo. Kwa hiyo kwa njia ya Kristo ametufanya tukubalike. Tunayo njia iliyokubalika ya kuwekwa mahali petu, kufanywa wana wenye mamlaka na kisha kuwekwa katika uchumi mkuu wa Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe. Leo tutaichukua ngazi ya Mungu yenye vipandio, Roho Mtakatifu, kama vile ndugu Branham asemavyo, nasi tutaangalia na kuona kile yeye alichotuandalia leo. Naye anayo mambo ya kupendeza aliyotuandalia. Yeye anaenda kutuambia ufunuo zaidi leo. Inaenda kuwa halisi zaidi kwako leo, kwa sababu wakati mmekusanyika pamoja katika mahali pa mbinguni na upako upo hapa, yeye atakufunulia wewe neno lake zaidi. Hana budi kufanya hivyo. Mada ya kufanywa wana wenye mamlaka ni nini? Alisema ni kutuweka sisi mahali petu. Ninaamini ametufanya wana wenye mamlaka, ametuchukua. Sasa yeye anasema anaenda kutuweka mahali petu. Naye ni nani anayetuongoza? Nani anayetufundisha? Bwana asifiwe. Nitawaambieni ni nani. Nukuu, ninawafundisha. Amina. 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 Jina la Bwana lihimidiwe. Lo! Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Hilo ni tamu kweli kweli. Hebu nimalizie nukuu hii. Ulijua hilo, ila ni lenyewe. Ninawafundisha. Haya yananaswa kwenye kanda, na wataka watu wanaosikiliza kanda wakumbuke, hili ni kwa ajili ya kanisa langu. Sisi ndio kanisa hilo. Sisi ndio hilo kanisa lake. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Maweza kuketi. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu anayezungumza na kanisa lake kupitia kanda, kwa sababu yeye anasema mimi ndiye ninayewafundisha, nalo hili linaenda kwenye kanda. Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu na tuangalie zaidi juu ya ngazi hiyo yenye vipandio. Nabii wa Mungu kweli anatufundisha sisi kupitia kanda hizi. Nisikieni enyi maskani ya Branham, mmekuwa na nafasi yenu. Mara mtu anapotiwa mafuta na Roho Mtakatifu kufanywa mwana mwenye mamlaka katika jamaa ya Mungu, apate kuwekwa mahali pake na Baba na kutumwa katika utumishi hapa nje katika kusudi lake la maisha. Yeye analo kusudi la maisha kwa ajili yako, kila mmoja. Anasema sisi sote ni tofauti, asili zetu ni tofauti, hotuba zetu ni tofauti, kila kitu ni tofauti kutuhusu sisi, nasi sote tunalo jambo la kufanya. Naye anasema kwanza, ninyi ni wana na binti za Mungu, mlizaliwa hivyo kabla kwa misingi ya ulimwengu. Kisha akawafanya ninyi wana wenye mamlaka, naye akafanya sherehe, akaisimamisha, huyu ni mwanangu mpendwa, huyu ni binti yangu. Na kisha anasema yeye hutuweka mahali petu katika ule mwili wa Kristo, mahali tunapohitaji kuwa. Naye anasema naye akamweka katika utumishi hapa nje na kwa kusudi lake la maisha, au yale Mungu aliyomwitia. Mwenendo wake sharti uwe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana.
mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Kwa hiyo maskani ya Branham inatupasa tutembee mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Kila jambo tunalofanya, jinsi tunavyotenda, kila jambo tusemalo linapaswa kuwa mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Anasema, lo, lazima uamini yote waliosema wazee, bali mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Acha neno lake liwe la kwanza. Hebu liwe kila kitu kilichopo, likolee, limekaa moyoni mwako. Mwenendo wako unapaswa kuwa katika neno. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Lo, laiti ungalikuja huku, nitakwambia tutakalofanya. Tutaunda madhehebu, tukuweke kwenye madhehebu yetu. Utakuwa mtu mashuhuri. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Songa mbele. Haileti tofauti yoyote yale mtu yeyote asemayo. Agiza kanda hizi zirudishwe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Kwa hivyo kanda hizi ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Hivyo ndivyo kanda hizi zilivyo. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Amina. Jina la Bwana limeliwe. Jina la Bwana limeliwe. Jina lake bakini mmesimama. Yeye hakusema hayo ati kwa ajili ya kuyasema tu ewe bibi harusi. Yeye anatutaka tujue hii ndiyo njia. Hivi ndivyo unavyolisikia neno. Anamfundisha bibi harusi wake. Nazo kanda hizi ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Ndivyo ametoka kusema. Bibi harusi hana budi kudumu katika neno. Nalo neno ni ujumbe wake, na huo ni kanda hizi. Na hizo ndizo zinazomkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Tunafanywa wana wenye mamlaka, tunawekwa mahali petu, nasi tunawekwa katika huduma kila mmoja wetu. Anatutaka tutambue, sio kujiangalia wenyewe. Tumtazame yeye. Mtazameni yeye. Huyo ndiye wewe uliye. Hivyo ndivyo yeye anavyokuona. Unapoanguka, inuka. Kwa maana wewe ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu, nalo jina lako liliwekwa mle. Yeye amemaliza kusema jina lako lilikuwa mle. Yeye aliliona jina lako kabla yeye hajawa baba, kabla hajawa mponya, kabla hajawa Mwokozi. Alilijua jina lako, naye akaliweka mle. Anakujua wewe ni nani. Anajua udhaifu wako, anajua makosa yako. Haijalishi. Alikuchagua tangu zamani. Alikuita. Anakufanya mwana mwenye mamlaka. Anafanya sherehe leo. Hawa ni watoto wangu. Hawa ndio wao. Huyu ndiye bibi harusi aliyedumu na neno. Itakuwa tu ni bibi harusi ndiye atakayedumu na neno hili. Hivi ni mara ngapi yeye ametuambia dumuni na neno? Ujumbe huu uliobarikiwa. Hebu na tuvinamishe vichwa vyetu. Asante Bwana Yesu kwa ujumbe huu. Asante kwa kukihifadhi chakula kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo, kwa kuzitengeneza kanda kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo, ili kwamba uweze kutufundisha ya kwamba leo mwaka wa 2018 kwamba tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni, tukiwa tumefanywa wana wenye mamlaka, tukiwa tumewekwa mahali petu. Bwana, tazama chini. Asante kwa ile dhabihu iliyopo pale. Asante, hiyo ndiyo kitu pekee wewe unachokiona. Hebu na tutambue leo zaidi ya hapo awali, Bwana Yesu, ya kwamba hiyo ndiyo tu wewe unayoona. Tunashindwa naye shetani anatuelekezea kidole hilo na kutuonyesha kile sisi tulicho, nasi tunawazia tuko chini kabisa ya pipa. Niko hivyo Bwana, nafikiri mbele ya kanisa na hisi nashindwa na ninaanguka. Lakini Bwana, kile tu wewe unachokiona ni ile dhabihu iliyolowa damu Bwana. Nami ni mkamilifu machoni pako Bwana, kwa sababu kile tu wewe unachokiona ni mwanao, yule mwana uliyemfanya, uliyemteremsha, nawe ukaja na kuishi ndani yake na kututengenezea sisi njia. Bwana, hakukuweko na njia nyingine, lakini wewe uliifanya njia, nawe ukatupa urithi Bwana, ambao leo haidhuru tunaomba nini, kwamba tunaweza kulipokea Bwana Yesu, kwa sababu ni mali yetu. Ikiwa ni familia, ikiwa ni marafiki, ikiwa ni mama zetu, baba zetu, watoto wetu magonjwa, tayari wewe unatuonyesha Bwana, ukiponya wagonjwa, ukifufua wafu, viwete unatuponya.
uko pamoja nasi. Inatupasa tu kunena neno, Bwana Yesu, kwa sababu tunajua kwamba si neno letu, bali ni neno lako. Na leo hii ni majaliwa na heshima iliyoje kukusanyika pamoja, Bwana, kulisikia neno hili leo, ujumbe huu wa kufanywa wana wenye mamlaka. Bwana, njoo uwe pamoja nasi. Ifungue mioyo yetu, zifungue nafsi zetu, akili zetu, Bwana, ili ujumbe huu uingie kilindi ndani kabisa ya mioyo yetu, kwa sababu kweli, Bwana, tunakuhitaji wewe. Nasi tunashukuru sana, Bwana, kuketi katika uwepo wako leo. Tuko katika uwepo wa Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida utoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Tumwimbie tena Yehova. Ninaamini yeye yuko hapa pamoja nasi. Tuko katika uwepo, asante Bwana Yesu, wa Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida utoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Baba, Lord Jesus, asante Bwana Yesu kwa upendo mkuu uliomwaga ndani ya mioyo yetu, Bwana. Bwana, hatuna maneno ya kuonyesha shukrani zetu kwa yale uliyotufanyia pale Kalvari. Jinsi ambavyo Bwana, nabii wako alituambia kwamba upako ulimwacha Bwana wetu Yesu katika bustani ya Gethsemane. Alikwenda kwenye ule msalaba na akafa kama mwanadamu, Bwana, kumkomboa bibi harusi wako uliyemchagua na kumteua tangu zamani kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Jinsi wewe ulivyo mkuu, Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu. Kuliwazia tu jambo hilo, Bwana, ni kwamba nabii wako alituambia ya kwamba njia pekee ambayo Bwana angeweza kutuona sisi ni jinsi ile yeye alivyotuona wakati alipoyaweka majina yetu kwenye kile kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kuwazia tu hilo ni kwamba wakati mshtaki anapotujia na kutuambia makosa yetu yote na kadhalika, kwamba wakati yeye wewe unapotazama hakuna kitu, ni ukamilifu, ukamilifu, mkamilifu. Bwana, jinsi wewe ulivyo mkuu, hata ungeweza kulifanya hili. Bwana, asante Bwana kwa jambo hili. Ni neema iliyoje, upendo wa namna gani Bwana! Ni zaidi ya kile midomo ingeweza kunena, ni zaidi ya yale hata tungeweza kueleza. Lakini Bwana, unajua kilindini kabisa ndani yetu kwamba tunainua tu mioyo yetu kwako na kusema asante Bwana, kama vile ndugu Branham alivyosema, Baba Mungu, jinsi wewe ulivyo mkuu. Asante kwa upako wako, Roho wako Mtakatifu katika maisha yetu Bwana. Bwana, asante kwa neno hili, kwa ujumbe huu wa saa hii. Asante kwa ujumbe wako Bwana. Tunakushukuru kwa Bwana, ni kila kitu. Ndiyo yakini yetu Bwana, ndiyo njia yetu ya uzima.
Bwana ndiyo ile ishara, ni kila kitu kwetu sisi. Tunakupenda Bwana kwa mioyo yetu yote, ni kamilifu kwa kila hali. Bwana, inamtayarisha bibi harusi wako, inamwita bibi harusi wako atoke, inamkusanya bibi harusi wako pamoja. Bwana, tunaweza kutazama huko nje, nasi tunaweza kuliona neno lako, maandiko yako yakidhihirika na kutimizwa. Hata tunaweza kusema leo maandiko haya yametimia, leo hii, muda huu, sasa hivi. Asante kwa hilo Bwana, tunakupenda kwa mioyo yetu yote Bwana. Sisi ni watu wenye majali wa jinsi gani! Ulisema kwamba tungeweza kuomba lolote kwa jina lako nasi tutapewa Bwana. Tunaweza kulinena hilo neno na kuliomba nalo litatendeka Bwana. Kuna maombi mengi Bwana, nawe uliyaona kila moja la hayo. Kuna mahitaji mengi Bwana juu ya mioyo ya watu Bwana, juu ya wasikilizaji hawa, juu ya wale wanaosikiliza hewani popote walipo. Lakini Bwana, hakuna hali ya mambo, hakuna kitakachozuia neno hilo lisitimie. Hakuna kitu kitakachozuia neno hilo kurudi bure. Litatukia. Na Bwana, hali ya mambo ndiyo ufunguo pekee uliopo Bwana. Nabii wako alituambia ya kwamba malaika alipomjia wafanye watu wa kuamini, na hakuna kitakachosimama mbele ya maombi yako, hata kansa. Bwana, agizo hilo linatumika siku hii. Asante kwa hilo Bwana. Tunamwamini nabii wako, tunauamini ujumbe huu, nalo limekwisha andikwa na ndivyo litakavyokuwa. Tunakupenda Bwana, tunajikabidhi wenyewe kwako sasa kwa sehemu inayoendelea ya ibada hii, nasi tunakupenda tu kwa mioyo yetu yote. Asante kwa ushindi, asante kwa upendo wako, nasi tunakupenda Bwana. Ubarikiwe na uwe pamoja nasi sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina na amina. Tuko katika uwepo wa Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida hutoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Mara moja tu tuvumishe kwake. Tuko katika uwepo. Asante Bwana wa Yehova, Mungu mweza yote, mfalme wa amani. Shida hutoweka, mioyo inagangwa katika uwepo wa mfalme. Jina la Bwana lihimidiwe. Mwaweza kuketi. Hakika ni fursa iliyoje kuwa hapa usiku wa leo. Ni mioyo mingapi iliyotiwa moyo usiku wa leo? Lo, najua ndivyo nilivyo, nahitaji anikumbushe hilo wakati wote. Lihimidiwe jina la Bwana. Hakika wimbo huu utamaanisha zaidi kwetu sisi kuliko hapo awali. Ile neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomwokoa mwovu kama mimi. Jina la Bwana lihimidiwe. Neema ya ajabu, jinsi inavyosikika tamu, iliyomwokoa mwovu
kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, lakini sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Neema ndiyo iliyoufundisha moyo wangu kuofu, na neema ndiyo iliondoa woga wangu. Jinsi hiyo neema ilivyoonekana ni ya thamani ile saa niliyoamini mara ya kwanza, na kupitia hatari nyingi, tabu na mitego ambazo tayari nimeona, ni neema iliyonileta salama hadi umbali huu, nayo neema itaniongoza nyumbani. Ni uhalisia ulioje tukisha kuwa uko miaka 10,000 tukiangaza sana kama jua, tutakuwa na siku pungufu kuimba sifa zake kuliko tulipoanza mara ya kwanza. Mungu asifiwe, 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 Mungu asifiwe. Na Mungu ashukuriwe, niko huru, huru, huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa na kunionyesha njia. Baba wa mbinguni mwenye neema, jinsi tunavyokushukuru tena Bwana kwa nafasi hii na upendeleo ambao umeturuhusu kusanyika pamoja chini ya damu iliyomwagika ya Bwana Yesu wa thamani. Asante sana kwa neema yako ya ajabu katika maisha yetu Bwana, kwa ajili ya urithi ambao umetupa Bwana, na huku kudhihirishwa kwa wana wa Mungu katika siku hii ya mwisho. Bwana, jinsi gani tunavyokushukuru kwa ajili ya hilo Bwana. Tunakushukuru Baba kwa sehemu hii ya ibada Bwana ambayo umeturuhusu tukurudishie wewe Baba. Tunaomba uibariki na uizidishe kwa ajili ya utumishi wako mwema Baba. Njoo upesi Baba, tunaomba kwa maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na tuko huru, huru kutokana na ulimwengu wa dhambi.
Lo, nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Lo, haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa na kunionyesha njia. Asante Mungu, niko huru. Mungu ashukuriwe, niko huru, huru, niko huru kutokana na ulimwengu huu wa dhambi. Lo, nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Lo, haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angenitoa na kunionyesha njia. Kwa muda mrefu nimesafiri uko chini katika njia ya upweke. Moyo wangu ulikuwa mzito sana, katika dhambi nilizama chini. Ndipo nikasikia habari za Yesu. Amina. Na ni ya ajabu jinsi gani. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa kupitia nguvu zake ziokoazo. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu huu wa dhambi. Lo, nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa na kunionyesha njia. Kama vile ndege atokaye gerezani ambaye amekimbia, kama kipofu ambaye Mungu amemrudishia kuona kwake, kama vile maskini omba aliyechoka ambaye amepata bahati na umaarufu. Nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa kupitia jina lake takatifu. Vema, Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Lo, nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Lo, haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa na kunionyesha njia. Mara hii moja tu. Lo, Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Amina. Lo, nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba nimegundua kwamba yeye angeweza kunitoa na kunionyesha njia. Nalo Bwana wetu anarudi duniani tena. Amina. Lo, ndio Bwana wetu anarudi duniani tena. Shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Ninakungojea kuja kwa ile siku ya furaha ya ule utawala miaka 1000, wakati Bwana wetu mbarikiwa atakapokuja kumchukua bibi harusi wake anayengoja. Lo, dunia inaugua ikililia ile siku ya kuwekwa huru kutamu, wakati Bwana wetu atakaporudi duniani tena.
Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Kurudi kwa Yesu kutakuwa ndiko jibu la huzuni na kilio kwa dunia, kwa maana maarifa ya Bwana yataijaza dunia, bahari na mbingu. Mungu ataondoa magonjwa yote na majonzi na mateso yatakauka baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Na Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, hatutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Naam, waliokombolewa na Bwana watakuja Sayuni wakati huo kwa furaha, na katika mlima wake wote mtakatifu hakuna kitakachozuru au kuharibu. Amani kamilifu itatawala katika kila moyo kwa upendo kila Bwana baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Na Bwana wetu anarudi duniani tena. Amani kamilifu itatawala katika kila moyo kwa upendo bila Bwana baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, tutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Na dhambi na huzuni, uchungu na kifo cha ulimwengu wa giza vitakoma katika utawala wa utukufu pamoja na Yesu wa miaka 1000 ya amani. Dunia yote inaugua ikililia siku ya kuwekwa huru kutamu baada ya Yesu wetu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, hatutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Lo, Bwana wetu anarudi duniani tena. Naam, Bwana wetu anarudi duniani tena. Lo, shetani atafungwa miaka 1000, hatutakuwa na mjaribu wakati huo, baada ya Yesu kurudi duniani tena. Amin. Amin. Ni halisi vipi hilo? Kweli wakati huo umekaribia kabisa. Tunavuja damu kwa moyo wetu wote. Ujumbe huu kwa kweli unagonga tu moyoni mwa muamini. Najua nataka maisha yangu, kila kitu ninachofanya kiwe mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ombi langu ni niongoze Bwana. Lo, umeniita, nimejibu. Lakini Bwana, niongoze tu Bwana, popote niendapo, niongoze. Niongoze Bwana, nitafuata. Niongoze Bwana, nitakwenda. Umeniita nami nitajibu. Niongoze Bwana, nitakwenda. Niongoze Bwana, niongoze Bwana, nitafuata. Niongoze Bwana, nitakwenda. Umeniita nami nitajibu.
nitakwenda. Niongoze Bwana, niongoze Bwana, nitafuata. Niongoze Bwana, niongoze Bwana, nitakwenda. Nami nitajibu, niongoze Bwana, nitakwenda. Hebu tumwimbie tena huku tukimwinulia yeye mikono yetu. Wewe mwambie tu, niongoze Bwana, niongoze Bwana, nitafuata. Niongoze Bwana, nitakwenda. Umeniita nami nitajibu, niongoze Bwana, nitakwenda. Tunapovinamisha vichwa vyetu, tuuvumishe huo kwake. Hebu tumwimbie. Amini tu, amini tu, yote yatendeka. Amini tu, amini tu, amini tu, na yote yatendeka. Amini tu. Amina. Mwaweza kuketi. Kwa mara nyingine tena, sisi ni watu wenye majaliwa jinsi gani kuketi pamoja katika makao ya mbinguni na kuweza kukisikia chakula kilichohifadhiwa, kumsikia nabii wa Mungu, Mungu akinena kupitia nabii wake, kumfundisha bibi harusi wake, akimweka mahali pake, kutufanya wana wenye mamlaka. Ulimwengu wote tangu mwanzo wa wakati umekuwa ukiomboleza na kuugua, ukiingojea siku hii.
ukiwangojea watu hawa, ninyi kufanywa wana wenye mamlaka na kuwekwa mahali petu. Hebu na tujiweke wenyewe tayari. Huyu hapa nabii wa Mungu, ndugu Branham.